Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Abu TV. Ni kukaribishe katika taarifa yetu ya habari. Leo ni siku ya Jumanne, tarehe 9 mwezi wa 6 2026. Mimi ni Abed Maulid Kidunda. Na kuletea habari mbalimbali za kitaifa kupitia Abu TV. Tuanze kwa kuangazia habari kuu za leo. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza limeishukuru serikali kwa kuiwezesha halmashauri hiyo kupata mradi mkubwa wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi utakaotekelezwa katika kata mbalimbali za wilaya hiyo. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri baada ya kikao cha utambulisho wa mradi huo, makamu mwenyekiti wa halmashauri Malale Lutonja amesema mradi huo ni fursa muhimu kwa wananchi wa Misungwi, huku akibainisha kuwa utekelezaji wake utaanza katika kata 3 za awali. Lutonja pia amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupeleka miradi mbalimbali ya maendeleo inayochochea ustawi wa wananchi wa wilaya hiyo. Tumeshaweza kupokea vizuri, nasi tunasema kabisa kwamba mradi huu tutausimamia vizuri, na tumepata katika halmashauri ya Misungwi ni kata 9, lakini tutaanza na kata 3 ambazo zitatekeleza mpango fedha wa mwaka 26-27. Kufikia mwaka 30 kata zote 9 zitakuwa zimeshapata huo mradi na kusimamia vizuri. Nasi tumesema kupitia kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya Misungwi na kama makamu wake tutaweza kusimamia vizuri iwezekanavyo kwa ajili ya kupata huu mradi kusimamia vizuri ili uendelee vizuri. Mkaguzi wetu wa ndani CAG ameweza kutukagua na kupata hati safi, ndio maana tumeweza kupata huu mradi, na sisi tutasimamia kupitia vikao vyote kufikia mpaka 30. Tutasimamia miaka yote ya fedha tupate hati safi ili tuweze kuwa na sifa nzuri katika mradi huu wa mabadiliko ya nchi. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani walioshiriki kikao hicho wamesema wameupokea mradi huo kwa matumaini makubwa, wakieleza kuwa utasaidia kupunguza na kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi katika maeneo yao. Katika halmashauri yetu ya wilaya Misungwi, na niko hapa kwanza kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona jukumu hili la kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kuwa ni sehemu ya ajenda yake. Na nikiri tu kusema kwamba ni hakika kabisa kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi yamekuwa ni changamoto kubwa katika mazingira yetu. Tunaendelea kushuhudia ukame mkubwa, tunaendelea kushuhudia mvua zisizokuwa juu ya wastani na wakati mwingine chini ya wastani, na hili kwa sababu tu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa mradi huu ambao umetambulishwa, tuna imani kwamba utakwenda kuondoa changamoto ambayo wananchi wetu inawakabili, ikiwepo pamoja na kusababisha kushuka kwa uchumi, lakini mwisho wa siku magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kujadili kama baraza kukubaliana na jitihada za serikali pamoja na dunia nzima kwa jumla kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunakubaliana kwamba, ndugu waandishi wa habari, kwamba kwenye malengo ya kwenye dira 2050 moja ya ajenda kubwa ni mazingira. Kwa hiyo serikali kuu imeona ni muhimu sasa kuunganisha nguvu ya pamoja na serikali za mitaa. Mradi huu ulioibuliwa kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi ni mradi ambao serikali kuu imeonelea kushirikiana na serikali za mitaa. Kimsingi tunamshukuru sana Dr. Samia. Jambo hili ni jambo jema kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi yamesababisha hata uzalishaji mali kwenye jamii yetu umepungua kidogo. Wananchi tunapambana kikubwa. Kwa mfano mwaka huu kwenye uzalishaji wa mazao shamba kama mpunga, kwa kweli mavuno si mengi, lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwaka huu hakuwa na mvua nyingi. Naye afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Misungwi, Bayon Ruben, amesema mradi huo unalenga kuzijengea halmashauri uwezo wa kuhimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa maendeleo endelevu ya jamii.
huu ni mradi wenye lengo kuu la kuzijengea halmashauri uwezo wa kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Manufaa ni makubwa kwa sababu kwanza miradi hii inaenda kuibuliwa na wananchi wenyewe. Kwa hiyo kama wananchi wakiibua miradi yao wao wenyewe, basi itakuwa rahisi wao kuitekeleza na kuiendeleza. Kwa hiyo kwanza watanufaika na miradi yenyewe, lakini pia watasogezewa huduma za karibu kama maji, kwa sababu wanataka kuchimbiwa visima, malambo, kukarabatiwa mabarabara. Kwa hiyo watanufaika kwa kiwango kikubwa. Huku makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema kanda ya Nyasa, Joseph Mwasote, maarufu kama China wa China, amesema nafasi za uongozi ndani ya chama zinapaswa kutolewa kwa kuzingatia taratibu, uzoefu na mchango wa wanachama waliokitumikia chama kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu anatupatia taarifa kamili. Aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Joseph Mwasote alimaarufu China wa China, amesema viongozi wanaohamia au kurejea ndani ya chama hicho hawapaswi kupewa nafasi za uongozi kwa haraka bila kuzingatia taratibu, historia ya utumishi wao na mchango wa wanachama waliokuwepo kwa muda mrefu. China wa China ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na kituo hiki, akisema kuwa pamoja na changamoto zinazokabili medani za siasa, bado siasa za sasa hazina mvuto na nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa wananchi. Kwanza kwenye chama chetu, kwenye katiba yetu, ninaomba wajumbe wa mkutano mkuu watakao kwenda, na mimi pia kama mwanachama ninao wajibu wa kutoa maoni yangu kwa wanasheria wa chama. Uchaguzi mkuu unaokuja tuondoe kipengele kimoja. Hiki ndaandika mimi mwenyewe kupeleka mapema sana, kwa sababu utaratibu wa chama chetu ni kwamba maoni yanaanza kutolewa kabla mkutano mkuu, zinashuka fomu huko chini. Kwa mimi nina haki ya kutoa maoni yangu. Moja ya jambo ambalo nitaomba wajumbe watakao kwenda mkutano mkuu, kuna kipengele kinachosema anayejiunga leo sawa na Mtei, mwasisi wa chama, kwa ana uwezo wa kugombea nafasi yoyote ndani ya chama. Ya tunampokea leo Wasira, tunampokea leo Nchimbi, tunampa nafasi ya kugombea mwezi huo wiki hiyo hiyo. Hili ni tatizo. Kwa tunahitaji kuibadilisha katiba na tuweke kiwango maalum cha watu wanaokuja ili tuwapime wakae kwa muda gani ndani ya chama. Iwe kikatiba. Kupokea mtu sio shida, ili mradi ana sifa kupiga kura. Tunahitaji kura yake. Katika hatua nyingine, China amekumbushia namna alivyoshiriki kukijenga na kukipigania Chadema kwa miaka mingi, huku akiwataka wanachama wa chama hicho kuendelea kushikamana na kufanya shughuli za chama kwa weledi na nidhamu. Unajua mimi 2005 nilikuwa nimetoka kuachana na Simpasa. Wakati huko CCM ni mbunge. Mimi sijakuwa na kadi ya CCM, ila nilikuwa na kaubabe fulani hivi. Kwa hiyo nilikuwa ni mpambe wa Simpasa wa karibu sana. Kwa hiyo nimezunguka hili jimbo hata kabla sijaja Chadema. Mimi nimejiunga Chadema baada ya Mbowe kushuka hapa. Wakati nimetoka Zambia nilimkuta hapa ameweka ngumi. Anapiga peoples huko Zambia, alikuwa mtu anaitwa Sata. Kile chama kilikuwa kinaitwa Pamaka. Nao walikuwa wanatumia hii. Kwa hiyo nilitokea kumpenda na ile combat. Kwa hiyo nikatoka 2005 nikakueleza kwamba nataka kwenda Chadema. Wakati huo Chadema hapa haipo, ipo, yani kuna watu kama watatu lakini hawajaichukua. Akaipokea Jibaba, alikuwa yuko NCCR, lakini akaipokea akamwachia bwana mmoja anaitwa Ima, yeye akaendelea na chama chake. Hasa kwa sababu Mbowe hapa alikuwa na uongozi. Mimi nikaondoka na jamaa mmoja Julius Ndindile, tukaenda kwa chief Ndesiame. Tukamwambia tunataka tuwete Chadema hapa. Mimi ndio nilipoanzia hiyo kazi. Ukisema siasa ya sasa, hamna siasa sasa hizi. Tulikuwa tunazungumza jukwani, tunasemana na yeye anasema kesho napanda, ndajibu hoja yako. Tunajibishana wenyewe. Ni kiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya. Mimi ni Teddy Mfukwe wa Abud Media. Wakati hayo yakiendelea, jiji la Dodoma limeanza ukarabati wa barabara ndogo ndogo za katikati ya mji ambazo kwa muda mrefu hazikuwa zimewekewa lami, hali iliyochangia baadhi ya maeneo hayo kutumika kama gereji na kusababisha uharibifu wa miundombinu.
Akikagua maendeleo ya ukarabati huo, meya wa jiji la Dodoma, Alimwoni Chaula, amesema jumla ya shilingi bilioni 1.9 zimetengwa kwa ajili ya kuboresha kilomita 1 za barabara hizo, ikiwemo kipande cha barabara ya 9 ambacho awali kilikuwa na vumbi. Amesema mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 6 na kwamba utasaidia kuboresha mazingira ya biashara na usafiri katika jiji hilo. Wakati huo huo, Chaula amewataka wafanyabiashara na watumiaji wa barabara hizo kuzitunza na kuepuka shughuli zinazoweza kuharibu miundombinu hiyo, ikiwemo kuendesha gereji kando ya barabara na kupitisha magari yenye uzito mkubwa usiozingatia viwango vinavyoruhusiwa. Huu ni mradi ambao ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba kila jiji mapato yake ya ndani lazima 10% ikatwe kwa ajili ya kwenda kwenye miradi ya barabara. Na anafanya hivyo, ameextend pia kuna 10% kwa ajili ya kina mama, walemavu, lakini vile vile na vijana. Kwa hiyo haya ni maelekezo kutoka kwa rais wetu kipenzi, lakini pia tunashukuru kwa sababu jiji la Dodoma tunafanya hili agizo la rais tunalifanyia kwa vitendo. Kwa hiyo huu mradi ni barabara hizi ndogo ndogo za mjini ambazo almost kama Mkwasu tumewapa kilomita 1 nadhani. Kama kuna sehemu kuna mita 100 na kuna sehemu kuna mita 200. Tumeamua kama jiji tumalize kabisa tatizo la hivi vipande vya barabara hizi za mjini, lakini tunashukuru sana jiji na baraza la madiwani kwa sababu ni uamuzi ambao umetoka kwenye baraza na wenzetu watendaji mkurugenzi akiwepo Bwana Segamiko wamekubaliana na sisi na shughuli inaenda kama hivi ilivyo. Rai yetu tu kiukweli rais anapenda maendeleo na rais anajitahidi sana kuonyesha vipaumbele. Tunaomba, manake Dodoma sasa imekuwa ni tatizo. Zinajengwa barabara, zinawekwa mitaro mizuri, rais anafanya kazi yake, watu wanakuja mjini wanaweka magereji, watu wanauza vitu mpaka barabarani. Kwa tunatoa rai sana. Hii ni hela ya watu wa Dodoma. Kwa tunaomba sana watu watunze hizi barabara. Kwa sababu barabara ukiitunza kuna miaka 10 mpaka 15 mpaka 20 wakati mwingine zinakuwepo hizi barabara. Na pia watu waache kupitisha magari makubwa kwenye hizi barabara kwa sababu pesa inayotumika ni pesa kubwa. Na huu mradi kwa hapa Dodoma hauishii hapa. Tunaenda Robert Hotel kule, tunaenda kuitengeneza ile barabara. Tunatoka tunaenda Tango tunatengeneza barabara. Kuna barabara nyingine ya Sido pale tunaenda kuitengeneza. Kwa ni kila mwaka kwenye bajeti yetu hela inatengwa na hii hela ni ya walipa kodi. Na haya maelekezo ni ya rais. Kwa lazima kwa jinsi yoyote tulinde hivi vitu kwa sababu ni mali ya kwetu. Na katika kuadhimisha wiki ya taifa ya Yesu, kanisa la ECG The Jesus Nation Morogoro limefanya matendo ya huruma katika hospitali ya Sabasaba manispaa ya Morogoro kwa kutoa damu salama na kufanya usafi katika maeneo ya hospitali hiyo. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa zoezi hilo, mchungaji kiongozi wa kanisa hilo Rufina Bernard amesema maadhimisho hayo hufanyika kila mwaka kwa lengo la kukutana na jamii pamoja na kutoa huduma za kiroho, ambapo pia ameushukuru uongozi wa hospitali hiyo kwa kutoa ushirikiano na kufanikisha zoezi hilo ambao tunaadhimisha kila mwaka mwezi wa 6 tarehe 1 mpaka tarehe 7. Lakini mwaka huu Mungu ametupa nafasi ya kufika katika hospitali ya wilaya, hospitali yetu ya Sabasaba, na tumekuwa mahali hapa kwa ajili ya kuchangia damu. Unajua hakuna sadaka kubwa unayoweza kuitoa zaidi ya kutoa damu kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine. Tunaweza kutoa vyakula, tunaweza kutoa kingine, lakini unapotoa damu ni sadaka inayomgusa Mungu, lakini pia inaokoa maisha ya mtu mmoja au watu wawili. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hospitali ya Sabasaba kutupokea, na tumefanya zoezi hili kwa amani na wote tuliochangia damu tuko salama, na zaidi ya yote tunajua kabisa tuna baraka za Mungu kwa ajili ya tendo hili. Kwa hiyo ninashukuru sana uongozi wa hospitali kutupokea, kuturuhusu kufanya hivi, lakini tunaamini pia kila atakayepokea hii damu Mungu atayagusa maisha yake na kumbadilisha, sio kwa ajili ya uponyaji wa mwili tu, na uponyaji wa roho yake pia. Kwa hiyo tuko hapa, tutaendelea na zoezi jingine la usafi kwa kadri neema Mungu inavyotusaidia.
Naye mganga mfawidhi wa hospitali ya Sabasaba manispaa ya Morogoro, Dr. Esther, amelishukuru kanisa la ECG kwa kujitoa katika jamii na kuchangia damu salama, huku akiwataka wananchi wengine kujitolea kutoa damu kwa ajili ya kuwaokoa wenye uhitaji wa damu. Kweli tunawashukuru. Ishu ya damu sisi tuna mkakati wa kila mwezi. Yaani tuna target ya mwaka. Kwa hiyo niseme kutokana na hili mmetupunguzia yaani burden, yaani mmetuongezea niseme nini? Mmetuongezea damu ambayo inapunguza ile issue ya kutafuta watu wa kuchangia damu. Ndio maana hata nilipokuja jana nikaambia niseme speak nimekuja bahati mbaya sisi at any time mkiwepo sisi tunashukuru kwa sababu kila mwezi lazima tutoke nje kutafuta zao la damu. Kwa sababu tunahudumia wagonjwa wengi hasa mama wajawazito, na tunavyojua mama wajawazito wakati wowote damu inaweza kuhitajika tena kwa wingi wake. Kwa kusema hivyo sana, Mungu awabariki. Kifanya tunachokihitaji, na wakati mwingine nje tena tunapopata nafasi sisi tutawapokea, na sasa hivi sitaomba kibali kwa sababu tumeshawajua. Naomba niwashukuru sana. Sera yetu ya taifa ya uchangiaji damu salama inasema kwamba changia damu okoa maisha. Yule ambaye amelala kitandani anahitaji damu, inawezekana alikuwa ni mchangiaji jana. Inawezekana ni wewe uliyechangia leo, lakini baada ya hapo ukahitaji kuchangia nini? Damu. Kwa hiyo tunapopita kuhamasisha kuchangia damu, tunashukuru kuna jamii zinawaelewa pamoja na jamii yenu ambayo inatambua hili zoezi ni muhimu sana. Upatikanaji wa damu jamani ni gharama sana na hakuna mbadala. Mimi nadhani kama kungekuwa na research zimefanyika kama tuna mbadala wa damu, jamii isingesumbuka, wala serikali zisingekuwa zinagharamia au wizara za afya zisingegharamia kutumia gharama kubwa kwa ajili tu ya kukusanya damu, kuzipima damu na kuthibitisha kwamba ni salama ili zitumike kwa watu, wakati kuna urahisi tu aidha uchome sindano na kuongeza damu ama kidonge cha kuongezea damu kwa chini ya masaa 12. Nashukuru. Hii ni sadaka kubwa sana mmetoa na Mungu ni shahidi. Kwa majina naitwa Eugenia Emmanuel Mkeka wa kanisa la ECG The Jesus Nation Morogoro, Tanzania. Nina furaha sana, nina amani sana katika kusherehekea wiki hii ya taifa la Yesu. Niko katika kituo cha Sabasaba, hospitali yetu pendwa. Tumekuwa na zoezi la kuchangia damu. Nina furaha, nina amani kwa sababu unaambiwa changia damu okoa maisha. Kwa majina naitwa Wito Kawogo. Na mimi pia niko katika The Jesus Nation. Katika wiki hii tumefika mahali hapa Sabasaba hospitali katika kuchangia damu salama. Amen. Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokieleza kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati ya nchi yake na Pyongyang. Rais Jinping ameyasema hayo alipowasili leo Korea Kaskazini, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu baada ya kuandaa mikutano ya mfululizo mjini Beijing. Huku shirika la habari la Xinhua la China limeripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na mkewe Ri Sol-ju waliwakaribisha Jinping na mkewe Peng Liyuan walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Wakati wa ziara hiyo ya siku mbili, ambayo ni ziara yake ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7, anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim, na huu utakuwa mkutano wao wa kwanza tangu Septemba walipokutana Beijing baada ya kutazama gwaride la kijeshi pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na viongozi wengine wa kigeni. Hakuna ajenda maalumu iliyotajwa. Wataalamu wa kigeni wanatabiri mkutano huo utakuwa na athari kubwa katika uhusiano wa pande zote mbili, kwani wote wawili wanatafuta kuongeza nguvu ya muungano wao wa jadi licha ya makabiliano tofauti na Marekani. Rais wa China anafanya ziara hiyo baada ya kuwakaribisha Beijing rais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wa Urusi katika nyakati tofauti, na huku mazungumzo ya nyuklia ya Korea Kaskazini na Washington yakiendelea kukwama. Na huko Kenya, polisi nchini Kenya wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wanaopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola kinachojengwa kwa ushirikiano na Marekani mjini Nanyuki. Mahakama ilipiga marufuku ujenzi huo.
Baadhi ya wananchi wanadai kuwa Marekani inajaribu kuitwika Kenya mzigo wa kukabiliana na watu waliokumbana na Ebola katika DR Congo na Uganda. Wanasema serikali inapaswa kutanguliza matatizo ya afya yanayowakabili wa Kenya wenyewe. That affect the people should come for public participation. So we the people who are surrounding this area, and specifically Laikipians, we reject with the strongest terms the building of quarantine facility in Laikipia County. Why are they not doing it in the DRC? Why are they not doing it in Uganda? Why must they bring it here? So we are saying we categorically, no negotiations, no public participation, we want nothing. We want that facility taken out of our town. We want it taken out of Kenya. Mamlaka za Marekani zinasema kituo hicho cha vitanda 50 kitatumika kuwahifadhi raia wa Marekani waliokumbana na virusi vya Ebola, lakini ambao bado hawaoneshi dalili za ugonjwa. Wagonjwa watakaothibitishwa kuwa na Ebola watapelekwa katika nchi nyingine kwa matibabu. Taarifa hiyo inatamatisha taarifa yetu ya habari usiku huu. Mimi ni Abed Maulid Kidunda na kutakia siku njema, na usisahau kuendelea kutufuatilia kwa habari sahihi, za haraka na zenye kuaminika. Endelea kuitazama Abu TV.